Kwa mataifa yote nisimamishe katika mlima wa utukufu wako, nikuone wewe ukipanda na kushuka. Yesu nisimamishe katika mlima wa utukufu wako, nikuone wewe ukipanda na kushuka. Siku zote za maisha yangu, sema tena, siku zote za maisha yangu. Tumwambie acha. Haleluya, haleluya. Acha harufu yako iende patakatifu pako, tuone uzuri wako Bwana. Patakatifu pako, acha harufu yako iende patakatifu pako, tuone uzuri wako Bwana. Patakatifu pako, nisimamishe katika mlima wa utukufu wako, nikuone wewe ukipanda na kushuka. Yesu nisimamishe katika mlima wa utukufu wako, nikuone wewe ukipanda na kushuka. Siku zote, haleluya, 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 siku zote za maisha yangu, siku zote, haleluya, siku zote. Inua mikono yako kwa Bwana, mwambie Bwana akusimamishe siku zote. Haleluya, mwambie siku zote. Haleluya, haleluya, siku zote za maisha yangu. Sema tena, siku zote, siku zote. Kwa
kwa sauti kubwa kwa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema nisimamishe, nisimamishe kwa sauti kubwa, nisimamishe. Nisimamishe katika mlima wa utukufu wako. Nikuone wewe ukipanda na kushuka. Yesu nisimamishe. Bwana, tusimamishe majira haya, tuko mbele zako Mfalme wa amani. Bwana wa mabwana, haleluya. Siku zote, siku zote, siku zote za maisha yangu. Sema siku zote, haleluya. Siku zote za maisha yangu. Emu kila mahali mwambie siku zote, haleluya. Siku zote za maisha yangu. Emu yawe ni maombi yako kwa dakika chache kumwambia Bwana nisimamishe. Yuko ajizani haya amesimama. Umemwambia kwa neno lako angalia asije akaanguka. Mwambie Bwana niko hapa nisimamishe, ni maombi yangu. Mwambie ni maombi yangu asubuhi ya leo. Niko mbele zako. Haleluya, haleluya. Hebu mwambie kwa kinywa chako na kwa sauti yako akusimamishe. Mwambie akusimamishe majira haya. Fungua kinywa chako, sema na Bwana. Sema naye, sema naye. Fungua kinywa chako na moyo wako. Mwambie Bwana tena nisimamishe. Nisimamishe. Nisimamishe katika maisha yangu. Nisimamishe katika ndoa. Nisimamishe katika kazi. Nisimamishe katika biashara. Nisimamishe katika utumishi. Nisimamishe katika kila eneo la maisha yangu. Mwambie Bwana akusimamishe. Fungua kinywa chako. Uwepo wa Bwana uko mahali hapa. Sema na Bwana awasimamishe watoto wako. Asimamishe familia yako. Asimamishe kizazi chako. Asimamishe maisha yenu. Mwambie Bwana, fungua kinywa. Sema naye. Sema naye. Sema naye. Mwambie nisimamishe Bwana. Nisimamishe majira haya. Nainua mikono yangu. Nainua mikono yangu. Nisimamishe Jehova. Yes, kila mahali. Kila mahali. Kila mahali. Mwambie Bwana akusimamishe kiuchumi. Uwe na ile stability ya kiuchumi. Mwambie akusimamishe katikati ya vita ushinde. Mwambie akusimamishe. Shaba yandama. Yesu mwambie. 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 Mwambie akusimamishe. Mwambie akusimamishe. Mwambie akusimamishe. Mwambie akusimamishe. Yuko tayari. Anasikia. Mwambie akusimamishe. Mwambie akusimamishe. Yesu anasimamisha maisha yetu. Uwepo wake uko hapa. Neema yake iko hapa. Wokovu wake uko hapa. Mwambie Bwana nisimamishe. Simamisha kampuni yangu. Simamisha kazi yangu. Simamisha biashara yangu. Iwe na ile stability. Mwambie Bwana niwe stable kwenye maisha. Fungua kinywa chako. Mwambie Bwana uliyekuja kwenye ibada hii ya kusifu, kuabudu na maombi. Mwambie Bwana. Mwambie Bwana. Mwambie Bwana nisimamishe katika milima wa utukufu wako. Nikuone wewe. Oh yes. Fungua kinywa chako, mwambie nisimamishe.
inua mikono yako. Endelea kusema na Bwana. Inua mikono yako, funga macho yako. Naona mbingu za Bwana zimefunguka na ibada hii imepata kibali mbele zake. Hebu inua mikono yako ukiwa umefunga macho yako, mwabudu yeye. Neema yake iko mahali hapa, inatusaidia. Araba ya mama. Hey. Thank you Jesus, hallelujah. Hebu mwambie maneno ya upendo unayosikia kutoka moyoni mwako. Maana yupo kama yeye. Hajawahi kutokea Mungu kama yeye. Mwambie wewe ni Mungu mzuri. Mwambie wewe ni Mungu unastahili. Hebu mpe maneno ya upendo Mungu wako. Mwambie asante. Mwambie asante. Mwambie asante. Wewe umepewa neema ya kufika leo. Kuna wengine walitamani kuwepo lakini hawajaweza. Kuna wengine sahi wanakufa. Kuna wengine walikufa wiki hii. Kuna wengine ulianza nao na hawapo. Wengine ni ndugu jamaa na marafiki zako. Wewe umepata neema mbele za Bwana. Anasema kila mwenye pumzi ya msifu. Lakini kila ambaye Mungu amekupa neema, muabudu yeye katika uzuri wa utakatifu. Mungu anahitaji ibada. Anasema sikia Israeli, Mungu anataka nini kwako? Ila umche na umwabudu. Mwambie Bwana, niko mbele zako. Majira haya nimekujia wewe pekee. Jesus. Hebu inua mikono yako juu. Peleka sauti ya shukrani. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh. Uwepo wa Bwana umetanda kila mahali, juu ya kila moja. Iko neema ya Mungu wetu. Thank you Jesus. Hebu inua mikono yako juu. Maana ibada hii ina umaalumu wake. Tumpe Mungu hiyo nafasi ya umaalumu wake. Kwa kuwa tumeitoa kwenye ukawaida na utaratibu wetu wa kila siku. Mpe Mungu hiyo nafasi. Mpe Mungu hiyo nafasi. Inua mikono yako, funga macho yako kwa Bwana. Jesus, hallelujah. Thank you Jesus.
nina sababu ya kukuabudu, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu, haleluya. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako, haleluya. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Ukuu wako, haleluya. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Ukuu wako tena kwa sauti, haleluya. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Sema tena, ukuu wako, sema tena, ukuu wako, ni sababu ya kukuabudu. Ongeza makofi kwa Bwana. Ongeza makofi tena kwa Mtakatifu wa Israeli. Ongeza makofi tena kwa Mungu wa mbinguni, haleluya. Ongeza makofi tena kwa Mtakatifu asiyeshindwa, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Mungu wetu, useme nasi, kwa sababu neno lako ndilo lenye nguvu, ndilo chakula chetu. Likafike mioyoni mwetu, likatusaidie, lifanyike baraka na nguvu, likatuvushe katika jina la Yesu, amen. Mpe Bwana makofi ya shukrani. Karibu keti, karibu keti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashukuru nyote kwa kupata neema na kibali cha kuja katika ibada hii. Ninaomba nizungumze nanyi kwa ufupi sana, sababu bado tuna nafasi tena ya kumtumikia Mungu kwa uimbaji. Nataka kuzungumza na wewe neno fupi sana, lakini litakalotupeleka kwenye kuendelea kujiimarisha katika kutumikia Bwana kwa njia hii ya kumsifu, kumwabudu pamoja na dhabihu zetu kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Na kichwa ambacho nitasema na wewe kwa dakika chache, nijifunze kumtolea Mungu sadaka ya agano katika maisha yako, ili upate faida iliyoko ndani.
ya utumishi huo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka sana, sadaka ya agano ni nini? Sadaka ya agano ni aina ya sadaka ambayo mtu au kundi la watu humtolea Mungu kama ishara ya makubaliano ya ahadi au agano maalum kati yao na Mungu. Sadaka hii huwa na maana ya kiroho ya kiagano, si kutoa tu, bali ni kuthibitisha uhusiano wetu wa kiroho na uaminifu wetu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Maana ya sadaka ya agano ni aina ya sadaka ambayo mtu au kundi la watu humtolea Mungu kama ishara ya makubaliano, ahadi au agano maalum kati yao na Mungu. Sadaka hii huwa na maana ya kiroho na si huwa na maana ya kiroho na ya kiagano, si sadaka tu, bali ni kuthibitisha uhusiano wa kiroho na uaminifu wetu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Najua tunafahamu maana ya agano, maana tumejifunza mara kwa mara juu ya masomo ya maagano au agano ni nini, lakini nikumbushi agano ni nini. Kwa nasema sadaka ya agano. Agano ni nini? Agano ni makubaliano rasmi yanayowekwa kati ya Mungu na mwanadamu au pande mbili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusome kitabu kile cha Zaburi ya 50. Zaburi ya 50 mstari Zaburi ya 50 mstari wa 4 hata mstari wa 6, na tutasoma mstari mmoja wa 8, tutaruka mstari wa 7. Naomba tusome. Ataziita mbingu zilizo juu, na nchi pia awahukumu watu wake. Nikusanyieni wacha Mungu wangu, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Mstari wa 8. Sitakukemea kwa ajili ya dhabihu zako, na kafara zako ziko mbele zangu daima. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena kusoma. Ataziita mbingu zilizo juu, na nchi pia awahukumu watu wake. Nikusanyieni wacha Mungu wangu, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Mstari wa 8. Sitakukemea kwa ajili ya dhabihu zako, na kafara zako ziko mbele zangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tunga zaburi ambaye anatunga Zaburi ya 50. Zaburi imeandikwa na watu tofauti tofauti, akiwepo Daudi, lakini mwimbishaji wa Zaburi hii ya 50 alikuwa ni wana wa Asaf. Mwambie mwenzako Asaf. Na siku ya leo ni siku ya Asaf Spirit. Ni siku ya kusifu na kuabudu. Bwana asifiwe. Kuna ile roho ya Asaf iko katikati yetu. Na mimi nimetangulia kusoma mistari hii ambayo inaandikwa na Asaf. Ukisoma mstari wa 4 na wa 5 na wa 6, anaeleza habari ya
mbingu kuhusiana na nchi katika kuhukumu. Lakini mstari wa 5 anakuja na umaalum wa watu ambao wakati wa hiyo hukumu watakuwa wametengwa. Bwana asifiwe sana. Wakati mbingu zina hukumu, kwa kuwa mbingu zitatumika katika huo wakati, Biblia inasema Mungu anaachilia ufunuo ndani ya Asafu, na Asafu anajaribu kusema juu ya watakao tengwa au watakao kuwa watofauti katika wakati wa hukumu. Ni wale ambao wamefanya agano na Mungu kwa dhabihu. Angalia mwenzako mwambie kwa dhabihu. Angalia usoni mwambie kwa dhabihu. Sasa mimi nimekwambia jifunze kumtolea Mungu sadaka. Bwana asifiwe. Amen. Ya agano. Moja ya kitu ambacho Mungu anakihitaji kwa mwanadamu, tunapaswa kujifunza. Mungu wetu ni Mungu wa maagano. Mungu wetu ni Mungu wa maagano. Na kwa sababu ni Mungu wa maagano, hatembei na mtu au hafanyi chochote na mtu pasipokuwa na agano. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa maagano, na ili afanye jambo lolote na mtu hufanya naye wakati anapokuwa na agano. Bwana asifiwe. Sasa ili Mungu atembee na wewe anahitaji agano, kwa sababu ni Mungu wa maagano. Na pia ili shetani afanye kazi na mtu duniani, kumbuka shetani ni roho na Mungu ni roho. Bwana asifiwe. Anafanya kazi shetani na watu ambao ameingia nao agano. Mwambie mwenzako agano. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So unisikilize vizuri, maana na kupeleka tu kwenye eneo la ibada hii maalum. Bwana asifiwe sana. Sitapita kwingine ambako nilipita kwenye ibada ya kwanza. Kwa kuwa sadaka ya agano ni sadaka ambayo mtu au kundi hutoa kwa Mungu kama ishara. Kama ishara. Nataka kuzungumza kidogo juu ya kusifu na kuabudu kama sehemu ya dhabihu ya kiagano kwa Mungu. Bwana asifiwe. Mwangalie mwenzako mwambie kusifu na kuabudu kama sehemu ya ishara ya dhabihu ya kiagano kwa Mungu. Tufungue kitabu kile cha Waebrania 13. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 13, tusome pale mstari mmoja tu wa 15. Waebrania 13 mstari mmoja wa 15. Waebrania 13 mstari mmoja wa 15. Na nitaomba tusome wote kama tumepata kwa sauti moja, tusikizishe mbele za Bwana. 1, 2, 3. Basi kwa njia yake yeye, naomba tusome wote kwa sauti. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo ili ungamalo jina lake. Turudie tena. 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe. Okay, anasema nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa njia au kwa dhabihu. Si ndio Okay. Dhabihu huwa inafanya agano. Na moja ya dhabihu ambazo katika ulimwengu wa kiroho huwa Mungu anazitazama ni dhabihu ya sifa. Mwangalie mwenzako mwambie dhabihu ya sifa. Mwangalie usoni tena mwambie dhabihu ya sifa.
Nini maana ya sifa au nini maana ya kusifu? Unaweza kuandika kwa dakika moja nitoe hiyo maana alafu tukasogee. Sifa maana yake nini? Kusifu Mungu maana yake nini? Ni tendo la imani. Andika. Ni tendo la imani na la uaminifu wako kwa Mungu. Kulingana na uhusiano wako wa kiagano. Ni tendo la imani na la uaminifu wako kwa Mungu. Kulingana na uhusiano wa kiagano. Kati ya mtu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomsifu Mungu huwa tunapeleka dhabihu. Lakini ni dhabihu inayohusiana na uhusiano wetu wa kiagano na Mungu. Hakuna anayesifia chochote ambacho hakimsaidii. Si ni sawa jamani? Bwana asifiwe. Kila anayesifia kitu chochote huwa hicho kitu kina benefit mahali fulani. Bwana asifiwe. Sasa kila, hata Waswahili waliwahi kusema hivi, aisifue mvua, hebu tuseme kuna namna imemnyeshea, kuna namna amekutana nayo. Sasa tunapomsifu Mungu huwa tunamsifu Mungu katika hali ya kiagano. Sasa angalia anaposema kwenye kitabu kile cha Waebrania. Naomba nisome tena pale Waebrania. Naomba tusome Waebrania 13 mstari wa 15. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Neno daima ni non-stop, everlasting. Amen. Bwana asifiwe. Bila kufika mahali pa kuweka koma. Kusifu kwa namna hii ni kusifu kwa agano. Huwezi kusifu Mungu daima hata wakati unapopitia magonjwa kama huna agano. Kuna mtu ananielewa? Lazima kuwe ni kusifu kwa agano, kwa sababu kuna kitu kinakulazimisha kuwa pale. Bwana asifiwe. Hatumsifu Mungu tu kwa jinsi ya kawaida na Mungu akatusaidia. No. Ili Mungu akusaidie, kuna mahali lazima ujue sifa yako inapaswa kugeuka kuwa dhabihu. Na unapoigeuza kuwa dhabihu, unafanya tendo la kiagano. Na wakati wowote wa tendo la kiagano linapofanyika katikati ya mwanadamu na Mungu, huwa Mungu anaheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimetangulia kukwambia, Mungu hafanyi jambo lolote kwa mtu pasipokuwa na agano naye. Sasa jifunze kutoa dhabihu. Jifunze kutoa sadaka ya kiagano. Bwana asifiwe. Mojawapo ya sadaka, tunapozungumza sadaka, tunapozungumza dhabihu, usianze kukimbilia vitu kwanza. Unapaswa kujua Mungu anaposema sadaka, anaposema dhabihu, lazima usome maandiko na kuanza kuona, kutafuta dhabihu mojawapo ni nini. Mojawapo leo tunaona dhabihu kubwa ambayo Biblia inasema ni sifa kwa kuliungama jina lake kwa kupitia vinywa vyetu, midomo yetu. Bwana asifiwe. Na hii huwa inampeleka Mungu katika viwango vikubwa sana ambavyo inamfanya akuhudumie wewe. Mungu kwa sababu ni wa maagano anasema hivi, wakati wa sifa huwa anakuwa pale juu, anaachilia neema yake, anapotazama anasifiwa na watu. Ndio maana Biblia inasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Maana yake kila ambaye ana agano bado la kuishi. Unajua neno hili ambalo tunalisoma kwenye mstari wa 15 linatokana na mstari ambao huwa tunasomewa kwa makanisa yetu haya ya KCCT. Huwa mara nyingine huwa yanasoma kwenye ibada ya mazishi. Hatuna mji udumuo. Si unajua?
Sasa angalia, kwa sababu hatuna mji udumuo. Soma mstari wa 14 ili uone hapo. Soma mstari wa 14. Kwa nini anasema tusifu hapo mbele? Angalia mstari wa 14. 1, 2, 3. Maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Basi kwa njia yake yeye, yani Yesu Kristo, na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Kwa sababu utakufa. Mwangalie mwenzako, mwambie kwa sababu utakufa lazima uwe na agano la dhabihu ya kiibada kila siku na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu utakufa, kwa sababu hutakaa hapa milele. Amen. Sasa sikia, ukishindwa kumsifu Mungu ukiwa hapa, maana yake unaharibu utaratibu wa kule unakokwenda. Kwa sababu kusifu hapa kunatuandalia mazingira ya kule tunakokwenda. Kusifu hapa ni mazingira ya kufanya mazoezi. Bwana asifiwe. Mwangalie mwenzako, mwambie kama unajua utakufa, basi msifu Mungu. Mwangalie usoni tena, mwambie kama unajua hautadumu, msifu Mungu. Mwabudu Mungu. Alafu mwabudu, usimwabudu kama unavyomwabudugi kawaida, no. Ondoka kwenye ibada za ujumla. Abudu wewe na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kila mtu kwenye maisha yake alikuja yeye na ataondoka yeye. Biblia inasema ulikuja peke yako, utaondoka peke yako. Kwa hiyo Mungu anakutaka wewe. Na once unapokoma kusifu, mbingu zinaweza kuona ni kama mtu ambaye tayari ni mfu. Na Daudi, ukisoma Zaburi ya 119 mstari wa 175, hebu tusome ule mstari pale. Namalizia. Zaburi ya 119 mstari wa 175. 119 mstari wa 175. Tumepata? Naomba tusome wote kama tumepata katika jina la Bwana. Hebu soma kwa sauti. 1, 2, 3. Soma kwa sauti. Nafsi yangu na iishi ipate kukusifu, na hukumu zako zinisaidie. Kama ukiishi unatakiwa kusifu. Sikia. Kama unataka kuwa na agano na Mungu la kuendelea, mpe Mungu nafasi ya ibada ya kwanza. Hiyo ya kwanza. Msifu Mungu daima. Bwana asifiwe. Sasa kumsifu Mungu ni sadaka mojawapo ya dhabihu ya agano. Unataka kuwa na lifespan ndefu, Bwana asifiwe, kubwa. Unataka kufanya mambo makubwa duniani na Mungu, jifunze kumsifu Mungu daima. Msifu Mungu kiagano. Hakuna anayemsifu Mungu kiagano akaachwa, maana Mungu litazama agano. Hatazami sifa tu, ulitazama agano. Ndio maana anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Dhabihu gani? Dhabihu ya wanyama, dhabihu ya fedha, dhabihu ya sifa. Bwana asifiwe. Nikusanyieni wacha Mungu wangu. Sasa Daudi anasema ili hukumu zako zinisaidie, nafsi yangu iishi kusifu. Nikikusifu, anazungumza pale katikati ya sifa, hukumu zako zitanisaidia. Zitamsaidia hao. Nenda kamwangalia mtu mmoja anaitwa Yoshafat. Ukisoma kitabu cha Nyakati, Biblia inasema hivi, wakati wana wa Israeli, wana wa Yuda walipokuwa wamefuatiliwa na adui zao wakiwa kwenye vita, Mungu alimpa utaratibu, akawaandaa Asafu. Asafu akajitakasa, Asafu wakakaa wakaandaa mazingira ya kumsifu Bwana. Biblia inasema walipokuwa wanamsifu Bwana, Mungu akaachilia wavizi yao, wakaenda katikati yao, wakaanza kubili na adui zao. Kwa
nini hukumu za Bwana zilikuja? Kuna aina ya dhabihu iliyotolewa na Asafu wakati ule, wakati wamealikwa na mtumishi wa Bwana Yehoshafati. Tunapotoa dhabihu ya sifa na kuabudu mbele za Bwana, uwe na uhakika hata kama uko katikati ya vita, malaika watakuja kukupigania katikati ya hivyo vita. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hutazama sifa kama dhabihu. Wakati wengine wanasifu, usiwe mtazamaji. Mwangalie mwenzako, mwambie usitazame. Unapoona waimbaji si shangiliano wanaimba, usiwatazame, na wewe funguka ndani. Bwana asifiwe. Alafu connect. Unawaona New Jerusalem wanafanya jambo mbele za Bwana, na wewe funguka ndani, connect. Bwana asifiwe. Unaona praise team wanafanya jambo, na wewe funguka ndani. Usishangae. Wakati unashangaa, kuna namna unaachwa. Jifunze kusifu kama dhabihu ya kiagano. Mwambie mwenzako, sifu kama dhabihu ya kiagano. Hakuna mtu, kasome Biblia yako, alisifu kama dhabihu ya kiagano aliachwa. Mtu mmoja, watu wawili ambao nawakumbuka walikuwa wamefungwa gerezani. Walikuwa wako gerezani, ni mtume Paulo pamoja na Sila. Wakiwa ndani ya gereza, Biblia inatuambia ule usiku, wakiwa ndani ya gereza, walikuwa wanaimba na kuomba. Bwana asifiwe. Walikuwa wanaimba na kuomba. Wakiwa wanaimba na kuomba, mbingu zikafunguka, malaika wakaja, nchi ikatetemeka. Bwana asifiwe. Vifungo vikakatika. Biblia inasema waliokuwa wamefungwa ndani ya gereza, milango ikaachia. Nini kilitokea? Agano. Mungu alisikia sauti ya agano. Mungu akiona agano kati yako, ukisifu kiagano, usisifu kikawaida, usiabudu kikawaida, usiimbe kikawaida, usifanye kimazoea as usual. Hapana, fanya kwa Mungu kama ni tofauti jana na leo. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu wetu huogofya, Mungu wetu hutisha, Mungu wetu huua. Kuna kitu cha ajabu sana naweza kusema na wewe. Mungu hafanani na mwanadamu. Angalia mwenzako, kumwambia Mungu hafanani na mwanadamu. Kwa nini nasema Mungu hafanani na mwanadamu? Mungu akikwambia usiue, haimaanishi kwamba na yeye haui. Amekwambia wewe usiue, maana yake simama na yeye kwenye agano. Unanisikia? Lakini yeye, Biblia inatuambia huua. Sasa huwezi kumjaji yeye. Kwa nini Mungu uliua maelfu ya watu walipokosea, walipomsema Musa? Amekwambia usiue, lakini yeye anaua. Kwa hiyo Mungu wetu ni wa ajabu. Ukifika mahali pa kumsifu katika uweza wake na utukufu wake, fika mahali pa kuelewa kwamba akili zake hazichunguziki. Ana uwezo wa milele. Umleta mtu duniani, halafu umrudisha mavumbini, akisema rudini yenyi wanadamu. Kuna mtu ananielewa? Kwa lazima ufike mahali. Daudi anasema, na Asafu anasema, Daudi anasema, nafsi yangu uishi ili umsifu Bwana. Kwa nini? Kwa sababu katika kumsifu Bwana hukumu zako zitanisaidia. Bwana asifiwe. Kusifu ni dhabihu. Mshike mwenzako, mwambie kusifu ni dhabihu. Sasa sifundishe hapa aina za kusifu, sifundishe aina za ibada, lakini nataka tunapokuwepo kwenye ibada hii, kila mmoja afahamu mbele za Bwana leo kuna kitu utatoka nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo litafanyika kwako. Kuna hatua utapiga. Kuna vita itakoma. Kuna maadui Mungu atakusaidia kushindana nao. Kuna mahali ulipokwama leo utavuka, utatoka kwa msaada wa Bwana katika jina la Yesu.
anasema hizo sifa kwa njia ya Kristo tumpatie Mungu hizo sifa kama dhabihu kwa njia ya Kristo. Pita kwenye mwili wa Kristo, alafu msifu Mungu pale, Mungu apokee. Mungu akiona sifa yako kama agano, hakuachi. Wana wa Israeli walilia wakati fulani. Ninamalizia na mstari huo Kutoka mlango wa 2 mstari wa 20 na 2, 23 na 24. 23, 24 na 25. Kutoka 2. 23, 24 na 25. Kutoka 2. 23, 24 na 25. Wakati Israeli wanapita kwenye utumwa kule Misri, wakati wanalia sana, angalia ule mstari wa 23 na 24 na 25. Kutoka. Hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Mwambie mwenzako, unaugua kwa sababu gani? Mwambie, ni jambo gani linakuumiza moyo wako leo? Okay. Wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mstari wa 24. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano. Haleluya. Haleluya. Mungu akakumbuka agano. Kuna agano alifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Angalia mstari wa 25. Mungu akawaona wana wa Israeli. Mungu akawaangalia. Neno kuwaona na kuwaangalia ni vilikuwa vitu tofauti. Kuwaona kwa lugha ya Kiingereza ni see. Kuwaangalia watch. Bwana asifiwe. Sasa sikia. Mungu alipokuwa anasikia wanalia, alitafuta kitu cha kumconnect kuwasaidia. Alipotafuta akakumbuka agano. Bwana asifiwe. Nimekwambia kusifu ni dhabihu ya agano, ni mojawapo ya dhabihu ya agano. Akakumbuka, alipokumbuka agano la Ibrahim, Isaka na Yakobo, akawaona. Kwa hiyo kumbe wakati wote walikuwa wanalia hawaoni. Na mtu ananielewa? Mwangalie mwenzako, mwambie, unaweza ukawa unalia Mungu hakuoni. Sijui kama naeleweka. Unaweza ukawa unapita kwenye mateso na Mungu hakuoni. Angalia. Hakuwaona wakati wanalia tu, wanaomboleza tu, wanaugua tu. Baada ya kukumbuka agano alilolifanya na Ibrahim, Isaka na Yakobo, ndipo akawaona, alafu ndipo akatake action, akawatch, akawaangalia. Kuwaangalia maana yake alianza kuwatunza, kuwalinda, kuhakikisha hawaangamii pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapotoa agano, tunapofanya agano au tunapotoa dhabihu ya sifa kama agano, tunamfanya Mungu atuone, lakini atuangalie, atutunze, atake care our needs. Bwana asifiwe. Achukue kila uhitaji ulio nao, akuvushe mahali unapopitia, akusaidie. Anaweza kufanya hivyo wakati unafanya katika roho na kweli. Sasa angalia, Biblia inatuambia kila mtu anaweza kusifu, kila mtu anaweza kuabudu, lakini kuna mahali ambapo huwa anafika, kwa sababu mahali pa agano sio kanisani. Mwangalie mwenzako, mwambie, hapa sio mahali pa agano. Mahali agano na Mungu linakaa ni moyoni. Anasema hivi, saa ipo na saa ni sasa. Waabudu halisi wataniabudu katika roho. Alafu angalia, anasema maana Bwana huwatafuta watu kama hao wamwabudu. Okay. Sio wengi. Wote wanaweza kusifu na kuabudu, lakini sio wote wanaweza kuingia pale. Kwa nini? Kwa sababu ni swala la kiagano. Anatafuta waabudu halisi watakao connect ndani. Ndio maana watu wote ambao kwenye sifa na kuabudu huwa wanahamishwaga kwenye matatizo ni wale wanaojua kuconnect roho na mwili na akili. Biblia inasema hivi, nitaimba kwa roho, nitaimba kwa akili. Maana yake lazima ufike mahali
ujue Mungu anategemea utashi wako katika ibada. Yani ukimwona mtu anasifu, anaabudu kama vile New Jerusalem walivyokuwa wanafanya hapa, kama vile Shangilieni walivyokuwa wanafanya hapa, kama Praise Team walivyokuwa wanafanya hapa, wanachezea Bwana, wanafanya sio kwamba wamerukwa na akili. Mwangalie mwenzako kumwambia hawajarukwa na akili. Kuna mahali lazima uingie. Kile kitu hakitokei hivi hivi, hakiji hivi hivi, lazima kuwe na connection kutoka ndani. Sasa ili uweze kuona hatua ya mabadiliko moyoni, ibada ifanyike. Kusifu kuanzia moyoni. Bwana asifiwe. Sasa tunaenda mbele za Bwana, tusimame. Tusimame. Mungu akukumbuke. Bwana asifiwe. Mungu akukumbuke. Mungu asikutupe, Mungu asikuache. Unapomsifu yeye kupitia mwili wa Kristo, Mungu akusaidie uone hatua. Wako watakaoponywa magonjwa, wako wenye shida watakaofunguliwa, wako wanaopitia mambo magumu watasaidiwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa natoa nafasi ya kumsifu Mungu angalau kwa nyimbo 2, alafu tutamwabudu Mungu, tutaingia kwenye maombi kwa muda kidogo. Alafu baada ya hapo tutarudisha kwaya zetu, zitatupa tena nyimbo kwa kupokezana wakati tunapoendelea kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa nikaribishe Praise Team, na niombe kila mmoja, hebu jiachilie kwa Bwana. Hebu mwambie mwenzako jiachilie kwa Bwana. Mwangalie usoni tena, mwambie jiachilie kwa Bwana. Katika kusifu na kuabudu kuna kuhamishwa. New Jerusalem, naweza kushirikiana hapa.